Naam, uhari gani na habari yako mpenzi mtazamaji wa Simba TV. Katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tumekuandalia. Pengine ulikuwa ukitamani kuyasikia, ukitamani kuyaona, au ulikuwa ukijiuliza kipi cha ukweli au kipi si cha ukweli. Pengine ulikuwa ukiona katika mitandao ya kijamii ambayo au husiani na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Kama ambavyo nimekuwa nikikwambia na utaratibu wangu nimekuwa nikikueleza, hapa Simba TV ndio mahali ambapo unaweza kupata taarifa zote rasmi ambazo sana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Na kama si hapa, basi ni katika mitandao yetu ya kijamii. Katika maeneo mengine tofauti nayo, achana nao. Hii leo Simba TV inazalishwa kutokea hapa Mo Simba Arena, ambapo kikosi cha mnyama Simba Sports Club kikiendelea na maandalizi, kiendelea kufanya mazoezi ili kujitayarisha na kufanya vizuri katika michezo ya ligi kuu ya NBC ambayo iko mbele yetu. Hii leo kama ilivyo taratibu, tulitoka kucheza mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania, na matokeo kama ambavyo umetoka kusikia au umetoka kuona. Katika Simba TV ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo nakuletea. Story ya kwanza ni namna gani ambavyo tulifanya vizuri katika michezo miwili ya dabi dhidi ya mtani. Mchezo wa kwanza ambao tulicheza pale uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, kombe la ligi ya Muungano, mnyama Simba Sports Club akiibuka kuwa bingwa wa michuano hiyo kwa ushindi wa bao 1-0. Tutakuja kueleza nini ambacho tumekuandalia hapo. Lakini pia mchezo mwingine wa pili ligi kuu ya NBC dhidi ya mtani, tukicheza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya mabao 2-2. Sisi Simba Sports Club tukifanikiwa kuanza kupata mabao mawili, bao la kwanza likifungwa na Libasege, bao la pili likifungwa na Mwamba Cletus Chota Chama. Tuliposi na si bao tu, kwa maana bao la kawaida, ni bao la maajabu, bao ambao limeposiwa katika mitandao ya kijamii tofauti, si Tanzania, si Afrika, si Ulaya, bali ni duniani kote. Na tafiti zinaniambia katika mabara yote au katika dunia hii hadi hivi sasa, kwa maana msimu wa mwaka 2025-2026, bao la Mwamba Cletus Chota Chama ndio bao bora katika mabao yote ambayo yamefungwa. Kama tutatoa bao bora la dunia msimu hadi hivi sasa ninazozungumza naye, si mwingine Cletus Chota Chama ndio ambaye atachukua tuzo hiyo. Lakini pia mara baada ya kutoka kushuhudia story hiyo, tutakuja kuangalia pia mambo mengine tofauti ambayo tumekuandalia katika Simba TV ndani ya Jumanne. Mimi Tobe Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV. Naam, kama ambavyo nimekutaarifu au kukwambia, story ya kwanza ambayo tunakuletea ni kuhusiana na mchezo ambao tumetoka kucheza katika juma lililopita, kwa maana mchezo wa ligi kuu ya NBC, mnyama Simba Sports Club akiwa nyumbani katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, sare ya mabao 2-2 dhidi ya mtani. Sisi Simba Sports Club tukifanikiwa kuanza kupata mabao hayo mawili, lakini baadaye mtani akaja kusawazisha mpira mkubwa, kiwango bora ambacho kilionyeshwa kutoka kwa wachezaji wetu na namna gani ambavyo tulifanya vizuri katika mchezo huo. Na kabla sija kwenda mbali, tupate nafasi ya kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally, yeye akizungumza bao ambao alifunga Mwamba Cletus Chota Chama. Narudia tena, Mwamba Cletus Chota Chama, Triple C. Huyu hapa semaji la CAF akizungumzia bao hilo ambalo limefungwa na Cletus Chota Chama, lakini pia tutapata nafasi ya kuliona bao hilo ambalo lilifungwa katika mchezo huo. Tukiwa tunaendelea na sherehe zetu ya kupata goli bora la mwaka la dunia la Chama, lakini vile tunaendelea na mipango na maandalizi ya kuja uwanjani. Ndugu zangu na habari, ni watangazie tu ya kwamba goli letu la Chama aliyolifunga juzi ndiyo goli bora la dunia kwa mwaka 2026. Dunia yote imeshaliona goli letu, na dunia yote imeshalipenda, na dunia yote imeshalithibitisha kuwa ndiyo goli bora la mwaka 2026 2025 2026. Hilo halihitaji mjadala mwingi. Tunasubiri tuzo zake zitakazofanyika pale Ufaransa, twende tukachukue zawadi ya goli bora la mwaka kutoka Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka ametuheshimisha tena kwa mara nyingine. Mwamba wa Lusaka ameitangaza NBC Premier League kwa mara nyingine tena. Mwamba wa Lusaka ametupa heshima isiyoweza kuvunjika vizazi na vizazi. Kwa dunia nzima imeshalishuhudia goli la Chama na imelipenda goli la Chama. Yaani kazi iliyobaki sasa ni kuzungumza na watu wa NASA. NASA mnawajua, mwajui?
NASA wale wataalamu wa kwenda sayari nyingine, ni kuzungumza nao hao wataalamu wa NASA walipeleke goli letu kwenye sayari nyingine huko na viumbe vingine wakalione goli la Chama, na kazi hiyo imeshaanza mara moja. Ndugu zanguni, hii goli ni goli ambalo halitakaa lije lifungwe. Yaani ninyi yote hapa waandishi, wewe si ndo mdogo, wewe ndo utakuwa wa mwisho kufa kwa mipango ya kiumri. Kwa mpaka wewe unanyanyuka kwenye hii dunia, goli kama lile hautakuja kulishuhudia, goli la mwamba wa Lusaka. Na kesho baada ya mechi, wana Simba tutamuokotesha Chama. Sijui umeelewa na niwaombe ligi kuu ya NBC wamuokoteshe Chama. Niwaombe NBC wenye ligi yao wamuokoteshe Chama. Ameitangaza ligi yetu kwa kiwango ambacho haijawahi kutokea. Nimeshuhudia mitandao mikubwa duniani inamuimba Chama na Simba yake. Brazil ambako ndio wanafungwaga magoli makali, watangazaji na watu mashuhuri wa huko Brazil wamesema kuhusiana na goli la Chama. Sijui mnaelewa, huko Mahispania huko, sijui Mamisri, Maurusi huko, yani wanazungumzia goli. Imekuwa ni gumzo kubwa kweli kuliko vita ya Irani na Israeli. Kila mtu anazungumzia goli la Chama. Ndugu zanguni, goli lile ni kali vibaya mno, lakini uzuri wa goli lile, ukiachilia mbali imefungwa na Chama, uzuri wa goli lile amefungwa Yanga. Kwa kila ukiliplay pale unawaona pale Yanga wanateseka. Hilo ni goli bora kweli. Tunasubiri tuzo yetu wana Simba. Bwana, mara baada kutoka kumsikia semaji la CAF akizungumza tu bao hilo la Chama ambao alifunga katika mchezo, tumsikie Clatous Chota Chama mwenyewe ambaye alizungumza namna gani alijipanga hadi anakwenda kufunga bao hilo. Nahisi kwa sababu ya rani yenye nimefanya na jinsi pasi ilikuwa kutoka kwa Mpanzu alafu na eneo hili, umeona. Kwa hiyo nimekuwa nafikiria kwamba kipa tayari ameshatoka golini. Alafu acrobatic ile hata mimi mwenyewe sijui tu, kwa sababu nahisi hiyo ndio goli pekee nimefunga kama vile. Kwa hiyo siwezi kusema nimekuwa nafikiria kufanya vile ama, lakini imetokea gati. Nahisi muhimu sana pale ni touch ya mpira, sijaweka sana nguvu kwenye mpira, umeona, na ndio imesaidia kufunga goli ile. Nikumbushe, ushakufunga goli na namna ile tangu umeanza huko kucheza? Hapana. Ndio kwa mara ya kwanza. Ndio kwa mara ya kwanza. Sasa ile inakuaje kwa mara ya kwanza Mamba na hujawahi kufunga? Yaani inakuaje kwamba hapa nilihisi? Unajua binadamu tuko hivi, kuna kitu ulishawahi kukifanya, sasa unakirudia. Sasa ile imekuaje kwa mara ya kwanza umefanya na umepatia? Nice. Ni concentration tu. Concentration tu plus kwa sababu nilijua kwamba kipa tayari ashatoka, atashasogea. Na kule Zanzibar itokeaga, nakumbuka nilifanya run kama vile, alafu Ribasa akanipa pasi, unaona. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nafikiria naogopa kipa kuja, nikaruse control, ndio akachukua mpira Bakari. Sasa ile nilijua hapa nisichukue touch nyingine, lakini tena nisitumie nguvu sana kutouch mpira. Ukikupa rudia utaweza? Inawezekana. Unaweza kurudia vile vile? Naweza. Haya, sasa lile bao la kwanza, je, Mamba ile pasi lisi nini pia, kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kufunga, kulikuwa na option nyingine huko? Kwenye mpira kaka, ni kweli nilikuwa na nafasi ya kufunga, alafu nilikuwa katikati ya goli, lakini tunasema kwenye football, kama rafiki yako yuko kwenye nafasi na anapata asilimia kubwa kufunga, bora kumupa. Ndio maana nimeona nimupe Ribas, kwa sababu yeye tayari ameshafanya run, yupo tayari kwenye 18 box. Pokea message ngapi umeiona limepostiwa maeneo mangapi bao lako? Nimeona wamepost watu wengi na messages zimekuwa nyingi, na nashukuru tu kwamba watu wana appreciate goli kama hili.
Bwana Mamba, mimi nimelizika. Una kitu unataka kuniambia kaka? Hapana, asante sana. Wana Simba je? Wana Simba tuendelee tu kupambana, tuendelee waendelee kusupport. Nahisi mechi bado 10 nahisi. Kwa hiyo tutaendelea kupambana hadi mwisho na wao waendelee tu kutuombea na kusupport. Tunawapenda sana. Nashukuru sana. Asante. Naam, mara baada ya kumsikia Clatous Chota Chama, na tupate sasa nafasi ya kusikia tathmini ya kiufundi ambayo kocha mkuu Steve Barker alizungumza mara baada ya mchezo huo wa mtani kumalizika, lakini pia mara baada ya kutoka kumwangalia au kumshuhudia Steve Barker. Tuangalie baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mchezo huo, ikiwemo mabao mawili ambayo tumefunga, bao la kwanza likifungwa na Libase Geye, bao la pili likifungwa na Clatous Chota Chama, pamoja na matukio mengine tofauti ambayo yalijiri au yalitokea katika mchezo huo. Yeah, look, obviously I think, having taken a 2-goal lead, it's always disappointing if you're not able to see that out. So we started the game really well. We were on the front foot. We pressed them really well in the middle third. We got a lot of regains. We transitioned them well, which led to our opportunities, and we took our goals well. Unfortunately, it just seemed once we got the 2-goal lead, we just took our foot a little bit. We were not aggressive like we were in the first 15 minutes. We allowed them gradually a little bit back into the game. It wasn't easy in this half of the pitch, especially to play the way we want to play. So we sort of resorted to having to play a bit longer than we would normally like. Unfortunately we conceded 2-1, but obviously half-time we're still leading the game. It's our objective to have won today. It was our responsibility being our home game and obviously wanting to close the gap. So 2-1 at half-time, we felt, okay, it's fine. We got to just come out second half and, make sure that we get the victory. And it became an open game. Both teams looked like they could score. We had opportunity to go to 3-1. Fortunately, they got their second equalizing goal, and then after that I felt we were more in control of the game. We looked more likely to score, although they looked a bit dangerous on transition. So did we look dangerous on transition. They had a big chance to get the third. We had a chance with Libase Geye. So yeah, I thought it was a more open game than the previous 2 matches have been. We knew we had to be brave and courageous, hence maybe it came a little bit open. A bit disappointed in the result. But we continue to grow. We continue to show that we can compete with young Africans this season. 2 draws in the league and beaten them in the cup. So there's been progress from us as a team. But unfortunately today just didn't get ourselves over the line when we had the opportunity to. Kulia na kushoto ameweka kwa Libase Geye. Mara ngapi umeshuhudia jua likichomoza wakati bado giza halijaondoka? Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo unashuhudia ufundi wa Libase Geye ukienda kufurahisha mapema mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba. Yapo maji ambayo unaloa lakini haupati maumivu. Lipo jua ambalo linachoma lakini usihisi maumivu ya kuchomwa na jua hilo. Wanahisi mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba waliofanya makosa Young Africans. Akashika bakora mwamba Lusaka Chama. Alikuwa na option kulia na kushoto. Alipoona ni upande wake wa kulia na Libase Geye akasema hakuna kujiuliza mara mbili. Siwezi kufanya makosa. Anayadikia Simba goli la kuongoza. Makosa aliyofanywa na Israel Patrick Mwenda. Clatous Chota Chama lecturer akatoa darasa la namna gani pasi inapigwa kwenye nafasi bila kulisivu. Libase Geye anamtesa Djigui Diarra, macho yake anageuka na kutazama, nyeupe limezama kwenye nyavu. Bundi anaendelea kulia msibani. Eli Mpanzu amefinya na kukataliwa. Umiliki bado ni wa Simba. Chama kwa Eli Mpanzu anaunyanyua. Chama! Meja Jenerali Isamuhyo ushuhudie maajabu. Na ni maajabu yanayotoka kwa aliyezoea kufanya maajabu. Mwamba wa Lusaka Triple C Clatous Chota Chama anawaimbisha wananchi taarabu kwenye biti ya singeli.
Dragon South. Pengine hakutegemea kuliona hili, hakuona hiki kikija. Angalia kazi ameifanya Eli Mpanzu. What a magic! Nini kinatokea? Pasi ya kuchuchumia ya Eli Mpanzu, and what an acrobatic from Clatous Chota Chama. Ametoka kutengeneza, anakuja kumalizia bila kulitazama lango lilipo. Lecturer ama mkufunzi Clatous Chota Chama kwao ni dola, lakini anaonyesha namna ambavyo anaweza kuadhibu waajiri wake wa zamani. Ni huyu hapa Kibisawala, imepigwa kutoka Kongo na inamaliziwa Ndola Zambia, inakaa kwenye net. JKT Mbweni Tanzania Kinondoni. Kama vile nimekuambia, story ya pili katika Simba TV ndani ya juma hili ni mchezo ambao mnyama Simba Sports Club aliibuka kuwa bingwa la kombe la Muungano. Mchezo wa fainali ukichezwa katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Ushindi wa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu Gomez ambaye alifunga kwa ustadi mkubwa mkwaju huo wa penalty. Na haikuwa tu fainali, ni fainali ambayo tulimfunga Mtani na Mtani alipata mateso makubwa katika mchezo, ikiwemo bao ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu. Katika story hii tutapata nafasi ya kushuhudia baadhi ya wachezaji ambao walizungumza, ikiwemo Selemani Mwalimu ambaye alifunga bao hilo. Tutapata nafasi pia kumsikia Clatous Chota Chama ambaye alitengeneza mkwaju wa penalty, ustadi mkubwa, akili kubwa, utulivu aliokuwa nao ndani ya box. Mchezaji wa Yanga akaja kumchezea faulo na hatimaye mwamuzi kuamuru kuwa ni mkwaju wa penalty, baadaye Selemani Mwalimu kuja kuweka kambana. Kibe atapata nafasi ya kusikia wachezaji wengine tofauti. Tutakuja kuwasikia pia viongozi, ikiwemo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Christesius John Magori ambaye alizungumza, lakini pia tutakuja kushuhudia mwisho vitu tofauti ambavyo vilitokea katika mchezo huu ambao sisi Simba Sports Club tulifanikiwa kuwa mabingwa wa ligi ya Muungano msimu huu. Unajua tulikuwa tujafunga Yanga zaidi karibu miaka 2 na kitu. Kwa hiyo ilikuwa sisi inaonekana kwamba hatuwawezi. Lakini mechi ya mwisho tumecheza Zanzibar hapa, tulifunga goli ikakataliwa. Lakini leo tumeshinda na hamna ubishi. Huyo Selemani Mwalimu. Huyo amepiga bao. Kwa hiyo hili ni mwanzo. Hii timu imejengwa dirisha dogo. Kwa nataka dirisha kubwa, tuendelee na ligi, tupambane na ligi. Tunataka kuchukua ubingwa, lakini timu inazidi kuwa imara zaidi. Dirisha kubwa tutaongeza vyuma vya uhakika kuimarisha timu yetu zaidi. Acha kwanza na furaha na pia naamini katika maisha yangu nimeweka historia. Na historia itaka ijefutike katika dabi. Kufunga katika dabi sio jambo rahisi. Sawa, Gomez umefunga kwenye dabi, umefunga bao ambalo limetupa ndoo ubingwa wa Muungano. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ila kikubwa naamini wana Simba wamefurahi, wametokea kwa wingi kuisupport timu yao. Big up ya. Nakuja. Ngoja. Nini mjomba hii? Kikombe cha kwanza. Kikombe ya kwanza hii. Kikombe ya kwanza kwa Olise. Hongera sana. Mjomba, wala uko uchache hiyo ulichokiongea. Mechi ilikuwaje? Ushindi bao 1-0 dhidi ya Mtani. Cha muhimu sana kwanza tumshukuru Mungu. Tumemaliza mechi vizuri. Mchezo umekuwa mgumu kwanza kwa kipindi cha kwanza. Hatujacheza sana vizuri, hatujafuata maelekezo ya kocha sana na walikuwa wanatukaba vizuri sana, kwa hiyo hatujafanya zile build up zetu. Lakini unajua timu kubwa inatakiwa iwe kama hivi tumeonyesha. Kuna match sometimes sio kucheza vizuri, especially finali. Mechi za finali kuna kikombe pale. Kwa hiyo baada ya mwisho siku imemalizika, tumebeba kikombe. Hiyo ndio muhimu. Alafu nimshukuru sana kocha tena na wachezaji wote, kwa sababu baada ya kwenda first half kocha ametuelekeza, ametusaidia namna ya kuanza kubuild up, kupata confidence, na tumefuata maelekezo yake na mfumo umefanya kazi sana, na sisi tumecheza vizuri sana kutoka second half. Maelekezo mwishoni wa nani lile bao nini uliwaza pale, yani ile move, yani uliwaza nini mjomba? Si unajua kabla hujachukua mpira ni lazima ufikirie mpinzani anakuja kivipi. Pale ni ndani ya boxi, alafu yule jamaa amekuja sana na press, maana yake ana pressure yeye. Wewe una mpira, hakuna haja ya kufanya uwe na pressure. Kwa hiyo nimepumzika tu,
nimetulia, nimemsoma kwamba hii pressure chochote kinaweza kutokea. Alafu kwa sababu amekuja na pressure sana, amekuwa karibu, siwezi kukevu far post vile. Kwa hiyo ni kumdribble tu na kuachia akuguse yoyote pale ndani ya box. Tumepata penalty na tumepata bao. Jomba, unajua sana mpira ujue. Wewe umechenga nchi nzima. Unasemaje? Unajua umechenga nchi nzima. Hebu niambie Jomba, unajisikiaje kuchukua kombe mbele ya mtani Jomba? Ni vizuri sana. Unajua mara nyingi kuna kuchukua kikombe na kumpiga tena mpinzani. Ni kama umeshinda vitu viwili kwa wakati moja. Sawa. Kwa hiyo ni umshukuru Mungu. Tena ni seme hongera kwa wachezaji wapya na coach na wao na yeye ni mpya. Tumebeba kikombe na yeye ya kwanza kwa timu. Next match against huyu mpinzani kwa uchache kidogo. Nyumbani ligi kuu ya NBC. Kwa ukweli hii ni Muungano Cup final. Ile kule tunaenda kucheza ligi. Kwa hiyo lazima itakuwa ni mchezo tofauti. Na bahati mbaya tuna siku nyingi ya kujiandaa na kupumzika. Lakini chenye najua ni kwamba professionalism inatakiwa tujiandae. Hatuwezi kukimbia. Kwa hiyo tutakuja. Mjomba umetisha mjomba. Asante sana. Umetisha. Nitakupa maji masafi nitakununulia nitakupa mjomba. Mapema tu. Mapema haya mjomba. Nguvu moja mjomba. Mechi ilikuwa ngumu na ugumu wake ulianza katika mechi ya kwanza. Nashukuru kwamba tulijiandaa vizuri. Kama nilivyokuwa nimesema mara ya kwanza, siku ya kwanza kwamba tunakuja kushindana, hatujaja kushiriki. Kwa hiyo nashukuru tumefika mwisho wa mashindano na tumeweza kushinda mchezo. Tumechukua ndoo mbele ya mtani tukimfunga mtani. Ni jambo zuri, ni jambo zuri. Unajua unapocheza fainali na mtani wa jadi na ukashinda ni jambo zuri, na mimi nawashukuru wachezaji wangu wote kwa kujitolea pamoja na benchi la ufundi kwa kutuandaa vizuri na kuweza kupata ushindi katika mchezo wa leo, bila kuwasahau mashabiki wote waliokuwa ndani ya uwanja na wengine waliokuwa nje ya uwanja, wengine wako kwenye tumalizie captain mechi inayofuata na huyu mpinzani ligi kuu ya NBC kwa uchache. Naweza kusema kwamba tunatoka hapa ili tumeshamaliza. Kuanzia kesho tunaanza kufungua kurasa mpya kwa ajili ya mchezo unaokuja. Nadhani tutaanza maandalizi vizuri kuelekea katika mchezo unaokuja, na imani kwamba itakuwa ni sura mpya na mchezo utakuwa ni mpya. Kwa hiyo inahitaji maandalizi yake ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Thank you captain. Haina noma, umetisha baba, umetisha. Bwana niko na fullback anachukua naweka. Anton Sixpack Mligo. Bwana wewe zamu yako bado. Wewe zamu yako bado. Tulia bwana. Mligo, mambo vipi mwanangu? Uko vizuri kabisa? Kama kawaida. Tueleze la uko uchache, mechi ilikuwaje baba? Bwana mechi ilikuwa ngumu kwa sababu ishakuwa dabi. Kwa hiyo dabi haiwezi kuwa rahisi. Na sisi tulikuwa tumewekea maanani sana hii mechi kwa sababu ilikuwa lazima tushinde. Tumeshinda si kushinda. Tumeshinda mbele ya mtani na tumechukua ndoo ya kwanza msimu huu. Kiukweli ni furaha kwa sababu ukiangalia mara mwisho kufunga mtani ni muda kidogo. Kwa hiyo sisi hapa ilikuwa inatupa motisha ya kuja kupambana na kuandika historia kama wachezaji. Kwako nini kimeongezeka hii leo? Kupambanaje. Kiukweli ushirikiano ni mkubwa sana. Na cha pili ni furaha kwangu kubwa sana tu. Kama unavyoona mechi ya ngapi? Ya 3 hii. Jabala nafasi, lakini watu wameona mechi mbili, uwezo wangu amenibariki. Sawa, tumechukua ubingwa hii leo na tumemfunga mtani. Tumefanya nini? Tumechukua ubingwa na tumemfunga mtani. Ni furaha kwetu kubwa sana tu, mpaka washabiki mpaka wachezaji tunafurahia ushindi na ubingwa. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi vile vyote ambavyo vimetokea katika Simba TV ndani ya juma hili. Pengine ulikuwa ukitamani kuyasikia, kuyaona au kuyajua. Sisi kama ilivyo ada au kama ilivyo utaratibu wetu katika kila Simba TV ya juma linalofuata, kuna mengi mazuri ambayo huwa tunakuletea. Katika Simba TV ya juma lililopita hapakuwa na michezo miwili ya dabi, kwa maana mchezo wa kwanza ambao tulibuka kuwa mabingwa tukimfunga mtani pale Zanzibar, lakini pia mchezo wa pili ambao ulikuwa mchezo wa ligi kuu ya NBC, mtani akisawazisha mabao mawili ambao sisi tulimtangulia. Na ndio hivyo utamu huu wa Simba TV utakuja kujitokeza tena katika Simba TV ya juma lijalo. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye niko na kuzalishia Simba TV kutokea hapa katika uwanja wetu wa mazoezi Mo Simba Arena. Usiache kuangalia na kufuatilia mitandao ya kijamii ya Simba Sports Club, na usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma lijalo. Bye.